Tunaendelea Wizara ya Viwanda na Biashara, Mheshimiwa Kanyasu kwa niaba ya Mheshimiwa Amar. Naibu Spika, kwa niaba ya Mheshimiwa Konstantini John Kanyasu naomba swali lake namba 375 lipatiwe majibu ya serikali. Mheshimiwa Waziri. Nakushukuru Mheshimiwa Naibu Spika. Serikali kupitia bodi ya pamba TCB mwaka 2020 ilifanya tathmini juu ya hali ya viwanda vya kuchambua pamba nchini. Mheshimiwa Naibu Spika, tathmini hiyo iliwezesha chama cha ushirika cha Geita kufanya maamuzi ya kufufua kiwanda cha kuchambua pamba cha Kasamwa kupitia mkutano wao wa tarehe 27 Machi 2025 kwa kuamua kukopa fedha katika benki ya Azania, mkopo wa kiasi cha shilingi bilioni 8.68, na chama kimepanga kuanza kiwanda cha kuchambua pamba na kiwanda cha kukamua mafuta kitafuata baada ya hapo. Nakushukuru Mheshimiwa Naibu Spika. Mheshimiwa Amar. Asante Mheshimiwa Naibu Spika, naomba niulize maswali mawili ya nyongeza. Kwanza, kwa sababu kiwanda kile kilikuwa kikitoa ajira kwa vijana wetu na upatikanaji wa mafuta kwa gharama nafuu, je, kiwanda hiki kitaanza lini matengenezo na kuanza kufanya kazi? Swali la pili, je, serikali, kwa sababu wilaya Nyang'hwale ni wakulima wazuri wa pamba, serikali na mpango gani wa kutafuta wawekezaji ili tuweze kujengewa na si kiwanda cha kuchambua pamba na kukamua mafuta wilaya Nyang'hwale? Mheshimiwa Waziri. Nakushukuru sana Mheshimiwa Naibu Spika. Kwanza nipongeze sana Mheshimiwa mbunge kwa maswali yake, lakini ufuatiliaji kuhusiana na viwanda hasa kwenye wilaya ya Nyang'hwale na jimboni kwake. Mheshimiwa Naibu Spika, kama nilivyosema, serikali tutavifufua viwanda karibu vyote vilivyo binafsishwa na vilivyokufa, na hasa kwenye sekta hii ya pamba kupitia ushirika. Na vyama vya ushirika tayari tumeshafanya tathmini, na ndio maana tumewasaidia ili waweze kupata mikopo hii kwenye benki zetu za kilimo, lakini na hizi za uwekezaji ikiwemo hii ya Azania. Kwa hiyo nikuhakikishie Mheshimiwa mbunge kwamba si tu kiwanda hiki cha Kasamwa, lakini pia na viwanda vingine ambavyo vilikuwa vimefungwa tunataka vifufuliwe vyote. Kwanza, kama nilivyosema, kwa kuchambua pamba, lakini pili, mbegu zitakazopatikana kwenye kuchambulia pamba ndio zitakazopeleka kuzalisha mafuta katika viwanda hivyo. Kwa hiyo na viwanda hivi vingine vitafuata, lakini hasa kwenye wilaya yake ya Nyang'hwale, Mheshimiwa Naibu Spika, serikali itaendelea na utaratibu huu kuwasaidia, lakini kuhamasisha zaidi wakulima, kwa sababu changamoto tulionayo Mheshimiwa Naibu Spika ni upatikanaji wa malighafi kwa ajili ya viwanda hivi. Kwa hiyo niwahakikishie wana Nyang'hwale na Mheshimiwa mbunge kwamba Wizara ya Kilimo wamepanga kuongeza uzalishaji wa mbegu ili mbegu hizo zitumike kwenye viwanda hivi kuzalisha mafuta ya kula. Nakushukuru sana Mheshimiwa Naibu Spika.